Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Bado tupo katika uchambuzi wa mgogoro ambao umekuwa ukiendelea kuanzia siku ya leo baina ya nchi ya Iran ikikabiliana na nchi ya Israel pamoja na nchi ya Marekani. Bila shaka mashambulizi yameendelea ndani ya nchi ya Iran, hasa yameongezeka katika sehemu ya mji wa Isfahan ambao unajulikana kwamba ni miongoni mwa senta muhimu ambazo zinakusanya sehemu za urutubishaji wa nyuklia. Lakini vile vile mashambulizi ya Marekani na Israel yameelekezwa katika mji wa Bushehr. Kama inafahamika, vile vile katika mji wa Bushehr kuna sehemu ya nuclear site, kuna sehemu ya urutubishaji wa nyuklia ambao mara nyingi katika zile senta zake zinakusanya zaidi raia kama wa nchi ya Urusi. Lakini vile vile mashambulizi yanaonekana yameelekezwa katika baadhi ya miji ya upande wa pwani. Kwa maana ya kwamba nazungumzia katika bandari ya Chabahari ambayo ni bandari ya nchi ya Iran ambayo inaelekea zaidi katika upande wa bahari ya Hindi, na imekuwa targeted bandari ya Chabahari kwa kuzingatia kwamba ni miongoni mwa bandari ambazo mara nyingi Iran huwa wanatumia kwa ajili ya kukwepa aina ya vikwazo ambavyo mara nyingi huwa vinawekwa dhidi yake, hasa katika upande wa bahari. Lakini vile vile inaonekana kuna mashambulizi mengine ambayo yamefanyika katika upande wa bandari ya Abbas, ambayo actually ukizungumzia bandari ya Abbas, kwanza ni sehemu au ni center muhimu ambayo kwanza inaelekea katika upande wa Ghuba ile ya Uajemi. Lakini vile vile ni center muhimu kwa uhai wa ile tunasema Navy power au ile nguvu ya jeshi la wanamaji la nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba katika senta hii maana yake ndio utakutana na zile drone zinazotembea katika baharini kama ile Nazir. Lakini vile vile ukizungumzia meli, ukizungumzia operation nyingi ambazo zinafanyika katika upande wa bahari, maana yake zinategemea zaidi katika sehemu ya senta ambayo inapatikana katika sehemu ya bandari ya Abbas. Kwa hiyo inaonekana kwamba mashambulizi ya sasa hivi yamekuwa tofauti na yale yaliyotokea mwaka jana kipindi cha ile mgogoro baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Mashambulizi sasa hivi yanaonekana kwamba yametanuka, yamekwenda katika upana mkubwa zaidi, maana yake kwamba kadri muda unavyozidi kwenda, maana yake kunaonekana kuna mashambulizi mengine ambayo yanaelekezwa katika miji tofauti ndani ya nchi ya Iran. Aina ya mashambulizi ambayo inaonekana kwa sasa hivi silaha kubwa zinazotumika hasa ni kama zile Tomahawk ambazo actually ni cruise missiles. Kwa hivyo na zinatumika zile kwa sababu zina uwezo wa kutembea katika mita kama 30 mpaka mita 50 kutoka katika ardhi, na kwa mantiki hiyo maana yake inawezekana zikawa zinachelewa zaidi kusomwa na zile anti-missile system, kwa sababu anti-missile system mara nyingi zinasoma katika engo, huwa zinategwa kwa kusoma katika engo ya juu. Kwa ina maana kama kuna silaha inaweza kutembea katika engo ya chini, maana yake inakuwa na faida kwa upande mmoja au mwingine, na kwa kuzingatia kwamba ni aina ya silaha ambazo mara nyingi zinatembea kwa mujibu wa miunuko ya kontua, kwa sababu asili yake ni cruise missiles. Kwa hiyo zina uwezo wa kupanda na zina uwezo wa kushuka kiasi ambacho zikaweza kukimbia baadhi ya mifumo ambayo inaweza kuzizuia zenyewe zisiweze kufika katika target. Lakini katika upande wa nchi ya Iran tunaona kwamba nchi ya Iran imefanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali katika eneo la Arabian Peninsula. Kwanza kabisa inaonekana mashambulizi mengi yametarget katika sehemu za command and control center. Na nikisema command and control center maana yake ni zile bezi kubwa zaidi ambazo zinapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa za nchi ya Marekani. Maana yake nakusudia bezi kama ile 5 fleets base au 50 fleets base ambayo inapatikana pale Bahrain, ambayo bezi hii umuhimu wake ni kwamba ni bezi ambayo ina control mifumo ya jeshi la wanamaji la nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu ni bezi hiyo ambayo inasimama kama ni command and control center katika eneo la Ghuba ile ya Uajemi, ile Persian Gulf. Lakini vile vile inasimama kama ndio command and control center katika eneo la Ghuba ya Oman. Lakini vile vile inasimama kama ndio command and control center katika sehemu ya Ghuba ya Eden. Lakini vile vile inasimama kwa kama ni command and control center katika checkpoint muhimu katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake kuanzia katika Suez Canal, lakini vile vile kwenda katika sehemu ya Bab el-Mandeb pale katika maeneo ya Yemen. Lakini vile vile inasimama kama ndio command and control center katika sehemu ya checkpoint ya Hormuz. Kwa hiyo ina maana inasimamia sehemu za
bahari kwa maana ya kwamba katika zile ghuba, lakini vile vile inasimamia katika sehemu zile checkpoint, lakini vile vile inakusanya operation zote zinazoendelea katika sehemu ya Red Sea, katika sehemu ya Arabian Sea na katika sehemu ya ile sehemu ya maji inayopatikana katika sehemu ya ghuba ya Uajemi. Kwa hiyo kushambulia katika sehemu ya 50 Fleets base inayopatikana pale Bahrain, lengo kubwa maana yake ni kuharibu ule mfumo wa usimamiaji wa operation za upande wa bahari kutoka katika bezi kuu ambayo inapatikana pale katika sehemu ya Bahrain. Lakini vile vile Iran wameshambulia katika bezi ya Al-Hudaid ambayo inapatikana katika nchi ya Qatar, na kushambulia katika Al-Hudaid maana yake ni kwamba Al-Hudaid ndio ubongo wa operation zote za anga za Marekani, na ukichanganya sehemu ya 50 Fleets base na sehemu ya Al-Hudaid base, manake unaweza kutengeneza muunganiko mzuri baina ya meli, operation ya meli na zile ndege ambazo wakati mwingine zinabebwa na meli za nchi ya Marekani. Kwa ina maana lengo la kushambulia katika sehemu hizi, inaonekana Iran lengo lao kubwa ni haribu mfumo kwanza wa operation wa nchi ya Marekani kabla ya kufanya kitu kingine chochote. Lakini vile vile wameshambulia katika base ya Prince Sultan base inayopatikana katika nchi ya Saudi Arabia. Lengo la kushambulia katika Prince Sultan base, maana yake Prince Sultan base ndio kwa muda mrefu Marekani walikuwa wanaitengeneza kuiandaa kama ni backup ya Al-Hudaid base. Maana yake Al-Hudaid base inapokuwa imeshindwa kuoperate vizuri, basi Prince Sultan ya Saudi Arabia inaweza ikaoperate. Inaonekana kwamba Iran wamefanya mashambulizi katika Prince Sultan base. Lakini vile vile wameshambulia katika base nyingine kama Al-Muwaffaq Salt base inayopatikana kule Jordan, ambao kwa hivi sasa inaonekana kwamba hata vifaa vingi vya Marekani vilikuwa vinaondolewa katika sehemu kama za Al-Hudaid, vilikuwa zinapelekwa katika Al-Muwaffaq Salt base inayopatikana kule Jordan. Lakini vile vile wameshambulia katika Al-Salim base inayopatikana kule Kuwait, wameshambulia katika Al-Dhafar base inayopatikana kule United Arab Emirates. Lengo kubwa maana yake ni kuhakikisha kwamba zile base zote ambazo zinaweza kutumika kama ni alternative au njia mbadala ya base kama ya 50 Fleets base au base ya Al-Hudaid ambazo zinasimama kama command and control center, ni kuhakikisha kwamba zote zinashindwa kuoperate. Kwa hiyo ina maana structure ya mashambulizi ya Iran tulivyojaribu kuyatazama mpaka sasa hivi tunaona kwamba ni mashambulizi ambayo yametarget zaidi kwenye kudisturb mfumo wa operation za Marekani. Kwa pamoja na kwamba katika upande wa command and control center inaonekana kama Marekani kwa hivi sasa anaweza akaoperate zaidi hasa kutokea katika sehemu ya Israel, lakini vile vile kwa kutumia zile meli ambazo zinaweza kutumika kama ni command and control center. Maana yake nazungumzia sehemu kama ya Lewis B. Puller ambayo actually ni aina ya meli ambayo inaweza ikasimama na kutoa maelekezo na mfano wa hivyo. Pamoja na kwamba katika muundo wa namna hii, maana yake ni kwamba operation inawezekana zisifanye kazi vizuri sana kama vile base hizi zinapokuwa ziko sawa, lakini hili tunafikiri kwamba Marekani walikuwa wamelishafikiria kwa muda mrefu kwamba kuna uwezekano mkubwa sehemu ya base zake zikashindwa cooperate vizuri. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukijaribu kulitazama ni kwamba kushambuliwa kwa base hizi kama zitashindwa kufanya kazi, maana yake tunategemea kwamba Marekani watategemea zaidi sehemu ya command and control center ya zile aircraft carrier, kwa sababu mara nyingi zinakuwa zina command and control center ambayo inakuwa inajitegemea yenyewe katika operation zake, kwamba ndege ambazo zinakuwa ziko katika zile aircraft carrier mara nyingi zinaweza kuwa commanded au zikapewa maelekezo kutoka katika aircraft carrier yenyewe. Pamoja na kwamba hilo linawezekana kwamba lisiwe na faida sana kwa Marekani pamoja na Israel kama vile hizi base zinapokuwa zina operate. Lakini vile vile uelekeo wa mashambulizi inaonekana kwamba Israel na Marekani wanajaribu kushambulia kutoka katika engo tofauti ili kufanya kwamba mifumo isiweze kufanya kazi vizuri. Kuna mashambulizi ya kwanza ambayo tunaona yanatokea katika upande wa bahari Mediterranean, upande wa bahari Mediterranean kupitia katika sehemu kama ya Israeli yenyewe kupitia katika sehemu ya Iraq. Maana yake inapita kama katika upande wa magharibi mwa nchi ya Iran. Lakini vile vile kuna mashambulizi mengine ambayo yanaonekana kwamba yanapitia katika sehemu kama za Jordan kupita katika sehemu ya kaskazini mwa Saudi Arabia na kisha kuingia katika upande wa kaskazini magharibi mwa nchi ya
ya Iran. Lakini vile vile tunaona kuna mashambulizi mengine yanatokea katika upande wa bahari. Kwa hiyo maana yake ni kufanya kwamba ile engo ya mashambulizi iwe diversified au ielekezwe kutoka katika maeneo tofauti tofauti. Pamoja na hayo, kile tunachokiona ni kwamba hata katika nchi ya Israel kwa hivi sasa tumeshuhudia kwamba Iran imeweza kufanya mashambulizi katika maeneo kama ya Haifa, katika maeneo kama ya Jerusalem, katika maeneo kama ya Holon. Ni maeneo ambayo kwa hivi sasa inaonekana kama mashambulizi ya Iran yameweza kupiga katika maeneo hayo, pamoja na mifumo ile ya kujilinda imeweza kuangusha au kuintercept baadhi ya missiles au zile silaha ambazo zinakuja, lakini kwa upande mmoja au mwingine ni kwamba zile target zimeweza kupigwa. Kwa ina maana Iran walichokifanya ni kutawanya mashambulizi yao katika maeneo tofauti tofauti, lakini vile vile tunachokitegemea ni kwamba muda si mrefu inawezekana tukaanza kuona respond kutoka katika makundi mengine kama ya Houthi na mfano wake. Lakini vile vile kubwa kuliko yote ni kwamba uamkaji wa nchi ya Iran, kwamba baada ya mashambulizi ya mwanzo kufanyika, maana yake tulitegemea au tulizungumza pia katika kipindi chetu cha mwanzo kwamba tulitegemea inawezekana usiku ndio Iran wakafanya mashambulizi, lakini Iran wameweza kurespond haraka sana. Hii ni kuonyesha kwamba jeshi lao liko very intact, maana yake limejiweka sawa sawa na lilikuwa linatarajia kitakachotokea, na ndio maana inaonekana kwamba na wenyewe wameweza kurespond kwa haraka sana. Kurespond kwa haraka sana maana yake kuna ipa advantage au morali jeshi la Iran, kwa kuzingatia kwamba lao mashambulizi ya Marekani na Israel yangeendelea siku nzima bila Iran kufanya retaliation, maana yake yangeipa advantage zaidi Marekani na Israel. Lakini kitendo cha Iran kuweza kufanya retaliation maana yake ni kutengeneza balancing of power kutoka katika pande zote mbili, kwa maana ya kwamba kuto kuipa Marekani na Israel ile sehemu ya supremacy, kwa maana ile ya ukubwa au kuwa na mkono wa juu dhidi ya Iran. Lakini bado ni mambo ambayo tunaendelea kuyafuatilia kwa kina, kwa kuzingatia kwamba majibizano kutoka katika pande zote mbili yamekuwa yakiendelea, tukitaraji kwamba huenda baada ya saa kadhaa mbele tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa. Ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.